Habari za asubuhi madam. Nzuri bwana Alex. Madam, mbona leo umeniita ofisini kwako mapema kiasi hiki? Kuna tatizo lolote unalotaka niripoti? Hapana Alex, wala hakuna tatizo lolote unalotakiwa kuripoti. Ila kuna barua nimepokea kutoka makao makuu ya kampuni. Hiyo barua inanihusu mimi? Ndiyo, inakuhusu wewe pamoja na baadhi ya wafanyakazi wengine. Kwani nimefanya kosa gani madam? Mbona unanitisha? Samahani sana bwana Alex, kampuni inapunguza idadi ya wafanyakazi na wewe ni mmoja wa wafanyakazi wanaotakiwa kuondolewa kazini. Jamani madam, yaani pamoja na juhudi zote nilizoweka kuitumikia hii kampuni leo mnanifukuza? Sio kwamba tunakufukuza Alex, ila kampuni ndio inapunguza wafanyakazi. Lakini madam, nimetumia miaka mingi ya maisha yangu nikifanya kazi kwenye hii kampuni. Tafadhali, naomba unisaidie nibaki hapa. Bwana Alex, sina namna yoyote ambayo inaweza kukusaidia. Maana huo ni uamuzi kutoka makao makuu na mimi sina mamlaka ya kubadili huo uamuzi. Ingawa najua kwamba unafanya kazi kwa bidii sana na umejitolea sana kwenye maendeleo ya hii kampuni. Sawa madam, nimekuelewa. Pole sana bwana Alex. Mama, mbona unafunga mlango wangu? Nafunga nyumba yangu kwa sababu umeshindwa kulipa kodi ya nyumba. Lakini mama, si nilikwambia univumilie hadi nitakapopata kazi? Alex, ni muda mrefu sana umekuwa kuniambia unaenda kwenye usaili wa kazi, lakini sijaona mabadiliko yoyote. Ngoja nikwambie kitu Alex, hii nyumba ni uwekezaji wangu na siwezi kukubali nipate hasara kwenye uwekezaji wangu. Sawa mama, nimekuelewa. Lakini tafadhali naomba usifungie vitu vyangu ndani. Naomba uniruhusu angalau nichukue vitu vya muhimu, halafu nitaondoka. Alex, siwezi kukuruhusu uchukue kitu chochote humu ndani hadi pale utakaponilipa pesa yangu. Sawa mama, nashukuru. Steve, uliwasilisha zile nyaraka? Hapana madam, sikuziwasilisha. Kwa nini hukuziwasilisha? Sikuziwasilisha kwa sababu hukuniambia nifanye hivyo. Oh Mungu wangu, nilidhani tayari nimeshakuambia uziwasilishe. Hapana madam, hukuniambia. Sawa, basi tutazungumza kuhusu hilo baadaye. Sawa madam. Habari za mchana madam. Nikusaidie nini? Tafadhali madam, naomba unisaidie pesa kidogo nikale, maana hapa nilipo nina njaa sana. Unataka nikupatie pesa? Ndiyo madam. Unajua nini, wewe utakuwa umechanganyikiwa. Hivi unapata wapi ujasiri wa kuniomba pesa wakati mimi na wewe hatufahamiani? Madam, mimi wala sijachanganyikiwa, ila kwa sasa napitia changamoto nyingi sana. Ndio maana nimeomba unisaidie pesa ya kula kama unayo. Kama haujachanganyikiwa basi wewe ni kichaa. Maana haiwezekani umsogelee mtu usiyemjua halafu muombe pesa. Hebu toka mbele ya macho yangu kabla sijapiga kelele za mwizi. Basi madam, naondoka. Huyo ombaomba ni mjinga sana. Kwanza kashaniharibia siku yangu. Mungu, nimefanya jitihada zote za kujikwamua kwenye hizi changamoto ninazopitia, lakini imeshindikana. Hapa nilipo sina ndugu wala rafiki wa kumweleza changamoto zangu, na hakuna mtu yoyote anaelewa kile ninachopitia. Niliona ni kawaida kukosa sehemu ya kulala, lakini swala la kukosa chakula kwa zaidi ya siku 3 sio la kawaida. Mungu, nimechoka kudhalilika. Hizi aibu na fedheha zote lazima ziishe leo. Nimeamua kujitoa uhai ili niyaepuke haya yote, maana nimechoka sana. Alex, nimekuwa nikikutafuta kila mahali. Malaika, umejuaje kuwa nipo hapa? Nimekuwa nikizunguka mitaani kukutafuta kwa wiki 2 sasa. Maana majirani zako waliniambia kuwa tangu ulipofukuzwa na mama mwenye nyumba wako, sasa hivi unaishi mtaani. Ni kweli sasa hivi sina makazi maalum. Lakini kwa nini unanitafuta? Kwani kuna tatizo lingine? Hapana, hakuna tatizo kabisa. Nilikuwa nikikupigia simu lakini namba yako ikawa haipatikani. Na nimekuwa nikijaribu kukutafuta kupitia Facebook lakini haukuwahi kunijibu. Kwani umepatwa na nini? Malaika,
Maisha yangu yamekuwa magumu sana tangu nilipofukuzwa kazi pale ofisini. Niliuza simu yangu wiki kadhaa zilizopita ili niweze kujikimu kimaisha, lakini kwa sasa nakosa hata pesa ya kula. Huwezi amini, nina siku ya 3 leo sijapata chakula kabisa. Pole sana kwa yote yaliyokukuta, na pia naomba unisamehe sana, maana nilipaswa kuwa na wewe karibu baada ya kufukuzwa kazi pale ofisini, ili nijue unaendeleaje, lakini sikufanya hivyo kwa sababu niliamini utakuwa sawa. Usijali Malaika, wala hujakosea chochote. Vipi lakini mambo yanaendaje huko ofisini? Tangu ulipoondoka mambo yamekuwa mabaya sana pale ofisini, maana kampuni ilikumbwa na madeni mengi hadi ikashindwa kujiendesha. Poleni sana. Kwa hiyo bado unafanya kazi pale ofisini au umeshaacha? Mimi nilikusanya mtaji kidogo kutoka kwenye akiba yangu na kuanzisha kampuni yangu mwenyewe. Lakini baada ya kampuni yangu kufanya vizuri, niliamua kufungua tawi jingine. Lakini baada ya kufungua tawi jipya, nilijiuliza, ni nani anafaa zaidi kuliongoza tawi jipya la kampuni yangu? Na hapo ndipo nilipokumbuka kuwa wewe una nidhamu ya kazi na ni mwaminifu na pia ni mchapakazi. Nashukuru sana Malaika kwa kunikumbuka, maana nilikuwa nimeshakata tamaa ya maisha. Na muda mfupi uliopita nilikuwa nafikiria kujiua. Tafadhali usijiue Alex, maana nataka wewe uwe msimamizi wa tawi jipya la kampuni yangu, wakati mimi nikisimamia lile tawi la Swahili State. Pia faida yote tutakayopata tutagawana kwa usawa, 50% kwako na kwangu pia 50%. Asante sana Malaika. Hivi ni kweli unataka mimi nisimamie hilo tawi jipya la kampuni yako? Bila shaka Alex, hii ni kama pendekezo la ushirikiano wa kibiashara, hivyo natumaini utalikubali. Malaika, mimi niko tayari kuanza hata sasa hivi, lakini pia nashukuru sana kwa kuja hapa muda huu. Hakika Mungu ameamua kuyaokoa maisha yangu kupitia wewe. Usijali kuhusu hilo Alex, kwanza twende ukale, kisha nikutafutie sehemu ya kuishi na baada ya hapo ndipo tutaanza rasmi mipango ya kazi. Sawa, twende. Je, unataka kujifunza kutengeneza video za animation kama hizi na kuzitumia kupata kipato kupitia mitandao ya kijamii? Jiunge na mafunzo yetu ya hatua kwa hatua, ambapo utajifunza kila kitu kuanzia mwanzo hadi mwisho. Wasiliana nasi kupitia WhatsApp na uanze safari yako ya kuwa mtengenezaji wa animation leo. Karibu kwenye ulimwengu.